Mkiangalia ni kwamba manispaa ya Kinondoni ina utajiri mzuri sana, na hasa kwenye mambo makubwa mawili au matatu. La kwanza, naweza nikakiri kwamba katika wilaya nyingi tulizonazo, wilaya ya Kinondoni inaweza kuwa ndio imepangika zaidi pengine kuliko mahali popote au mahali pengine, kwa maana ya maeneo mengi yako surveyed. Lakini jambo la pili, ina utajiri pia wa fukwe za bahari, na jambo la tatu, kwa sababu maeneo kadhaa yako surveyed, ipo miji mikongwe ambayo ilishapangwa tangu zamani kama Oyster Bay na kama mji wa Masaki ama Masaki, lakini vile vile baadhi ya maeneo kama Mikocheni na baadhi ya maeneo mengineyo. Na nishukuru sana pia Wizara ya Ardhi, na yenyewe imekwisha anza kuwa na utaratibu wa muendelezo huo kwenye baadhi ya maeneo kama vile Msasani, ambako imekwisha anza uratibu wa pamoja wa namna ya kuwa na uendelezaji wenye sura ya pamoja. Sasa ziara yangu in fact nilikuwa najaribu kuangalia mambo kadhaa. La kwanza, kwamba Masaki, Oyster Bay ni maeneo ambayo kwa kuwa yamepangwa vizuri na ni maeneo prime, zipo aina za biashara ambazo hatuwezi kuzi-encourage, hatuwezi kuruhusu zifanyike kiholela. Kwa mfano, tumepita ile Silas Road, tumekuta kuna baadhi ya watu wameweka mitumba, wanauza nguo zao barabarani, kando kando ya barabara. Wale wote tumetoa maelekezo kwamba pale sio sehemu ya kuuzia mitumba. Lakini zaidi pia tumepita baadhi ya barabara ambazo kuna majenzi yanaendelea. Basi wale wajenzi wanafunga barabara bila kuangalia watembea kwa miguu. Kwa hiyo yale maeneo yote tumesema vile vile ni kwamba yabomolewe, na zaidi kama inatakiwa kufence, basi fence zao zirudi nyuma, ili mji wetu uwe ni kwa ajili ya watembea kwa magari, lakini pia kwa ajili ya watembea kwa miguu wanaofanya mazoezi, na hasa katika nyakati zote. Tulipo ni mfano mmoja tu wa mabanda mbalimbali yanayoota katika miji hii. Sasa ndugu zangu, ninachotaka kusisitiza ni kwamba kwa kuwa Masaki na Oyster Bay tayari manispaa ya Kinondoni imetoa leseni kwenye baadhi ya biashara kuwa formal, kwa mfano migahawa au restaurants, na ambazo ni nadhifu kwa watu kukaa na kuweza kupata chakula, basi mabanda ya ambayo yako kiholela hatupaswi kuya encourage kwenye miji hii, kwa maana hasa Masaki, Oyster Bay na baadhi ya maeneo mengineyo. Lakini pia kama ambavyo ulituelekeza, siku ya leo utakuja kutembelea ili uweze kuona maendeleo katika kata hii ya Msasani, majengo yanavyojengwa, masuala ya matangazo, mabango mbalimbali, lakini masuala mazima ya usafi, masuala ya kiulinzi na usalama, tukijua kwamba eneo hili ni nyeti. Na tunashukuru kwamba umekuja na umetuelekeza kwenye vituo mbalimbali juu ya hatua ambazo zinapaswa zichukuliwe kusimamia ujenzi na masuala mengine mengi ambayo umetuelekeza. Sisi tukuahidi yale yote ambayo umetuelekeza tutashirikiana na manispaa yetu ya Kinondoni, lakini pia na wenzetu wa Tarura, TANROADS, NEMC, wale wote pamoja na wizara yetu ya ardhi kwa maana ya kamishina wetu wa mkoa huu wa Dar es Salaam. Tutashirikiana nao kuhakikisha tunasimamia vizuri masuala ya ardhi, masuala ya beautification na masuala ya usafi kwa ujumla wake, ili heshima na hadhi ya Msasani iendelee kuwa hivyo. Ndio maana nadhani umefika pale, umekuta kuna eneo limechukuliwa, kuna mradi unaendelea, lakini halmashauri haijui. Halmashauri imetoa kibali cha ujenzi, kwa hiyo tunasimamia ujenzi ulingane uende sambamba na mipango miji. Lakini kuna Tarura naye ametoa tena eneo jingine ambalo anayejenga analitumia kama tunasema ni campsite kwa ajili ya kufanya miradi yake ya ujenzi. Lakini tungekuwa tunashirikiana kwa pamoja, nadhani hii migongano isingekuwepo. Kwa hiyo tutakaporejea tutakaa kikao cha pamoja na taasisi hizi, ili walau kila kinachofanyika mkurugenzi wa halmashauri ajue, mkuu wa wilaya ajue, lakini na meya kwa niaba ya waheshimiwa madiwani aweze kujua. Kama kuna shida tunasema kabisa hapa, hiki unachotaka kukifanya hakifai.